nawapongeza kwa moyo wa ujasiri na ubunifu wa kuanzisha kampuni hii ambayo ni chachu ya maendeleo kwa taifa letu na kwa wadau binafsi katika sekta ya usafirishaji, na hasa kuileta hapa Tabata dampu ili uwe mlango mmoja. Mteja msafirishaji akifika mlango mmoja anapata kila kitu. Mheshimiwa Mkurugenzi, naomba kuishukuru na kutia moyo wewe pamoja na uongozi wa Samuro Automotive kwa kazi kubwa mnayoifanya. Kupitia huduma zenu za uhakika za vipuri vya magari na ushauri wa kitaalamu wa wamiliki wa malori, mmekuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha sekta ya usafirishaji inaendelea bila vikwazo vikubwa. Nawapongeza wafanyakazi wako wote wa kampuni hii. Bila kujituma na uwajibikaji wenu, Samuro Automotive isingefika hatua hii kubwa ya mafanikio. Umoja, mshikamano na nia thabiti yenu ndio msingi wa mafanikio haya mnayoshuhudia. Kama chama cha wamiliki wa malori Tanzania TAMSTOA, tunatambua mchango mkubwa wa Samuro Automotive katika kuhakikisha upatikanaji wa vipuri halisi vyenye ubora wa viwango vya kukidhi mahitaji ya soko. Vile vile tunathamini jitihada zenu katika kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu, ushauri na kuhamasisha matumizi salama ya magari kwa wamiliki, madereva na mafundi. Hii ni dalili dhahiri kuwa Samuro Automotive imejikita na si tu katika biashara bali pia katika kuimarisha usalama na maendeleo endelevu ya sekta ya usafirishaji. Sasa tukija kwenye historia, kwa nini sisi tuliamua kuja kwenye hii sekta ya vipuri vya malori ya Kichina? Itafahamika na takwimu kwamba ifikapo mwaka 2010, takriban mwaka 2010, magari ya Kichina yalikuwa ni 10% tu katika soko la Afrika lote. Lakini hivi leo tunavyozungumza ni mwaka 2025, leo ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2025. Magari ya Kichina yako zaidi ya 55% katika soko la Afrika. Kwa hiyo tutaona ni ukuaji mkubwa sana ndani ya miaka 15, ongezeko la magari makubwa haya ya malori ya Kichina kwa zaidi ya 45%. Hiyo ndio sababu kubwa na ya pekee ambayo ilitufanya sisi kama wakurugenzi wa Samuro tulikaa chini tukafikiria na kuja na idea hii ya kufungua kampuni kubwa kabisa hapa Tanzania ambayo inahusika na uuzaji na usambazaji wa spare parts ama vipuri vya malori ya Kichina. Kwa hiyo hiyo ni moja ya shughuli ambazo sisi kama Samuro tunazifanya, lakini kitu kingine pia ambacho tunakifanya ni uuzaji wa malori yenyewe. Sasa nimetangulia kusema vipuri kwa maana ya spare parts, lakini sasa hivi tuko kwenye kuuza malori yenyewe ya Kichina. Na nikisema malori ya Kichina namaanisha malori yote kwa maana ya Howo model zote. Tuna Howo 371 kama ilivyoeleka kutambulika, lakini tuna Howo E7 N7 NX model, hii inatambulika kama Howo Zuchu. Lakini tuna brand ya FAW kwa maana ya FAW J5P, tuna FAW JH5, tuna FAW JH6. Lakini tukija kwenye Shackman, tuna Shackman model zote, tuna Shackman F3000, H3000, M3000, na kuna brand mpya kabisa ya Shackman ambayo imetoka mwaka juzi, hii inajulikana Shackman X3000. Hizi zote utazipata hapa Samuro Automotive kipindi ambacho sio kirefu. Kwa hiyo hiyo ni shughuli nyingine ambayo tunaifanya, na kufikia leo tumeamua kufanya uzinduzi huu hapa Tabata Matumbi. Kwa nini tumechagua Tabata Matumbi? Inajulikana kabisa sehemu ambayo ni chimbo la spare zote, yani mteja anapotoka, transporter anapotoka popote, dereva anapotoka popote, fundi anapotoka popote, anapofika Tabata Matumbi
ama Tabata kwa ujumla ndiyo hub ama kitovu cha spare parts za magari yote makubwa, na ndio maana sisi tulikuja tukakita hapa ili basi kuwarahisishia wale wote ambao wana uhitaji wa spare parts za magari haya ya Kichina. Na sisi hii biashara tunafanya kama solution, yani tumekuja kuleta kama solution ili basi tuwe tofauti na watu wengine ambao wanafanya hii biashara, kwa maana ya cha kwanza kabisa ni bei zetu ni rafiki kabisa ukikompea na kampuni ama maduka mengine yote ambayo yanafanya biashara kama Mbosi tunaifanya. Lakini ukiachana na hivyo tu, ubora na quality maintenance, sisi tumejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha pale spare part inapoandaliwa kule tunapoichukua tufanye close supervision, kuangalia jinsi spare inavyotengenezwa, material yake yana uimara kiasi gani. Kabla sisi ya kuisafirisha kuileta hapa ili kumpa mteja, tunakuwa tumeshajiridhisha kwa viwango vyote, kuanzia spare part inapoandaliwa, inapofanywa production, inapofanywa packaging na hali ya usafirishaji mpaka inafika hapa kwa ajili ya kumuuzia mteja.